Namshukuru Luba, Muumba pekee wa kweli, ndugu zangu, maana ametuwezesha, ametusaidia tena, tumekusanyika kwa siku ya leo, na si kwa mapenzi yetu sisi, bali ni kwa sababu Luba kupitia neno lake ameruhusu iwe hivyo. Kuna baadhi ambao labda walitaka wakusanyike kwa siku ya leo, lakini haikuwezekana, bali wewe huko hapo, sio kwa kupoteza muda wako, hapana, lakini umefanya chaguo ambayo ni nzuri. Mpendwa ambaye labda ni mara yako ya kwanza kujiunga katika mikutano, jihisi nyumbani, maana umerudi kwako, kwenu, nyumbani kwako. Usiwe na wasiwasi. Ikiwa utakuwa na swali, bila shaka usisite, utauliza baada ya mafundisho. Kwa hiyo kwa siku ya leo sasa, ndugu zangu, kama kawaida, mtajiuliza sasa ni kitu gani ambacho tutakiongea. Mafundisho ni mengi, nyote mnajua mafundisho ni mengi na hatuwezi kuyamaliza kwa wakati huu, maana yanaendelea tu, ili kuonyesha tofauti kati ya yule ambaye amepewa mamlaka na wale wengine ambao wamejihita wenyewe kwamba wao ni walimu, wanafundisha. Kwa sababu walio wengi ndio mtano tofauti kati ya mzaliwa wa pili na wale wengine wanaojihita. Utofauti ni kwamba mzaliwa wa pili yeye ni shuhuda wa mambo yote yaliyotendeka. Kwa hiyo anapoongea sio kwamba Mungu ameniambia za namna gani, no, yeye anajua, maana yeye ni mmoja kati ya wale waliohusika na haya mambo ambayo tunayaona katika wakati huu na yale tusiyoyaona. Na ndio maana wakati anapozungumza ni usahihi kamili wa yale ambayo yaliyokuwepo, ambayo yapo na yatakayokuja. Huenda kuna baadhi ambao wanaweza kuwa na wasiwasi kwa sababu ni mara ya kwanza, aidha kwa sababu ni elimu ambayo ni mpya. Hilo linaeleweka kwa sababu kwa kweli tulifunzwa mambo mengi na tulikaa kwa muda wa kutosha zaidi sana katika hizo dini, ambapo wazungu walikuja kabisa na ujanja wao wakatuingiza katika ufahamu ambao si mzuri. Na kwa wakati huu unaposikia haya, kuna mara ni inaleta changamoto sana kukubali, aweza kuelewa, na wengine wanaongea kwamba bwana, mnitolee fujo mnitolee fujo, kwa sababu hapenyi, hayaelewi, yani kwake ni vurugu, ni fujo. Na hapo ndio tunaingia kwenye yule mtoto, tuseme yule mwanafunzi aweza mtume wa Joki Sabamba anaitwa Munangada, yani mtoto wa ngurumo, yani kwao ni ngurumo tu, hawaelewi chochote. Bwana, niendee kule, nyinyi mnachanganikiwa. Hiyo ni kawaida, lakini sisi tunasonga mbele kwa uweza huu wa neno. Siku ya leo tutapenya katika nyanja ya maarifa yaliyokatazwa. Kama kawaida, tutaongelea tema inayohusu adhabu na uhamisho wa Kaini. Adhabu na uhamisho wa Kaini. Watu wengi duniani walishawahi kusikia kuhusiana na historia ya Kaini na Abeli, namna Kaini alivyomuua Abeli, na hivyo Mungu akaja kuongea na Kaini, na wakati alipoongea na Kaini akamfukuza Kaini. Ila katika hayo mauaji yaliyotendeka hawawezi wakapenya zaidi sana ni nini kilichotendeka. Na sisi katika wakati huo huo muhimu kabisa, ambapo Mwenyezi Mungu Yehova Elohim El Shaddai, Bwana majeshi, alipokuwa katika mazungumzo na Kaini ili kumfukuza, kuna maneno aliyotamka, kuna mambo aliyoyasema kwa Kaini, na tutaenda kuonyesha kwamba hayo maneno ambayo Mungu aliyoyazungumza na Kaini hayakutimia. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu hapo tutaenda kuona kwamba ataongea uongo, wendi pakwaza wengine, lakini ndivyo ilivyo. Atajidanganya mwenyewe kutokana na maneno aliyomwambia Kaini wakati wa kumfukuza. Maneno hayo hayakutimia. Na kabla ya kuingia ndani ya Kalata Ndimsi, kitabu cha maajabu, tutagusa kwanza andiko moja tu la Biblia za kisasa tuseme, ambapo wanaongelea kuhusiana na kufukuzwa kwa Kaini, aidha uhamisho wa Kaini, alafu ndipo tutaingia sasa katika uhalisia wenyewe wa namna mambo yalivyokuwa. Ndugu zangu, nyote mnajua kwamba mkiandika Kaini kwenye mitandao ya kijamii, bila shaka mtaenda kuona kwamba ni mwanaume mzungu ambaye watawaonyesha tu kama kawaida yao. Lakini sisi tuwaambia kwamba historia yote ya Biblia
ambayo mnayo ndugu zangu, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo, ni historia ya watu weusi ambayo wazungu walitaka kuibadilisha ili iwe ya kwao. Wakaunda wahusika wao, wakaweka na rangi, wakaweka na picha. Na ndio maana hiyo ni moja kati ya sababu ambazo wazungu wanapoongelea kitu fulani lazima walete na picha, kwa sababu picha inaongea mambo mengi. Picha inabaki katika ufahamu, na hata wakati unapoingia katika maombi, ni ile picha ambayo walioonyesha ndiyo utakayoiona. Nitakuwa ni vigumu sana kuiondoa hiyo picha. Ndio maana hata kwa wakati huu, wakati unapoomba, oh Yesu nisaidie, Yesu, tayari unaona yule mzungu ambaye unaona kwenye filamu, ambaye yuko kwenye msalaba analia, hey, Baba kwa nini umeniacha? Yule ambaye walioleta ndiye utakayekuwa naye katika ufahamu wako. Lakini unapoangalia hiyo picha ni uongo mtupu ambao walikuja kuleta, maana tunajua kwamba Kristo wa kweli alikuwa mweusi, na hilo halipingiki. Kuna vidhibitisho mbalimbali hata ndani ya Biblia za kisasa vipo. Alikuwa mweusi, manabii wote walikuwa ni weusi, mitume wote wa Kristo walikuwa ni weusi. Taifa la muumba wa kweli ni la watu weusi, sio wale majambazi walio pale katika hiyo wanayoita Palestina, Israeli. Wale ni majambazi wale. Taifa ambalo liliundwa baada ya vita vya pili vya dunia katika mwaka 1947-48 ndipo ile taifa likaonekana pale, oh Israeli. Lakini kabla ya hapo Biblia iliongelea kuhusiana na nani? Na Israeli. Sasa Israeli ilikuwa wapi? Maana hili imeundwa hapo baada ya vita vya pili vya dunia kwa mujibu wao, maana kwao kila vita ni vya kwanza, vya pili vya dunia. Ndivyo walivyofanya. Sasa mujiulize, hilo taifa lilikuwa wapi kabla alijawekwa pale na Umoja wa Mataifa? Kama jinsi mnavyojua, wale wanaojua historia walikaa hapo wakafanya kila mbinu ili kwamba wapoteze historia ya mtu mweusi. Mtu mweusi ajijitambue yeye ni nani. Yaani yeye anaonyesha kwamba oh, yeye ndio laana, oh sijui ametokana na nyani, makako, borombo, chempanze, oh ni sokwe. Hiyo ndio historia ambayo wataleta kwetu, na watu weusi walio wengi tukaamini hivyo. Sisi ndio watu wa laana, Mungu ni wa wazungu, kwa hiyo tunaomba msamaha, Mungu wa wazungu wa Israeli haja kutusaidia. Mtu mweusi anapokuwa katika matatizo, oh baba wa Israeli tusaidie. Utasaidiwa namna gani? Angalia huyu mnayeita Israeli kwa wakati huu wanapigana na nani? Na Palestina. Mmeshawahi kusikia kwamba wanapiga magoti wanamwomba ule Mungu wao Yehova Elohim? Wao wanajilinda na mabomu, ni mabomu ndio wanatuma tu pop pop pop. Lakini napotoka kwenu kwa watu weusi, mnapokuwa na matatizo, oh baba wa Israeli, hapo itakuwa kwamba tuna udhaifu na hatujijui sisi ni akina nani. Sio mada ya siku ya leo, sio tema hiyo, lakini leo tutaongelea kuhusiana na uhamisho, aidha adhabu aliyopewa Kaini na uhamisho wake, kwa sababu maneno ambayo Mungu aliyoyaongea halapokuwa katika mazungumzo na Kaini hayakutimia hata kidogo, kwa sababu ni uongo mtupu. Tutaenda kuangalia. Ndio maana tunaenda katika kitabu cha Mwanzo ndani ya Biblia za kisasa kwenye sura ya 4 mstari wa 9 hadi 12. Mwanzo 4 tunaanza kwenye 9 hadi 12. Kwa hiyo inaanza kusema namna gani? Mwenyezi Mungu akamuuliza Kaini. Hapa tunajua kwamba tayari Kaini ameshafanya nini? Ameshaua mdogo wake tayari. Namna mauaji yalivyotendeka, mafundisho yako nyuma ndugu zangu. Nafikiri mnaweza mkakumbuka namna gani mambo yalivyotendeka, gisi Abeli naye alivyoua mwana kondoo. Huyu mwana kondoo alikuwa nani? Tuliongea kipindi kiko nyuma, mnaweza mkaendelea. Kwa sababu ndio maana ni muendelezo sasa kujua kile ambacho kilitendeka baada ya mauaji yote yaliyotendeka. Mwenyezi Mungu akamuuliza Kaini, ndugu yako Abeli yuko wapi? Kikawaida yeye ambaye ni Mungu wanaita kwamba yeye ni muumba wa kweli, hana haja kumuuliza Kaini kwamba Abeli yuko wapi, kwa sababu yeye anatakiwa kujua ni wapi Abeli yupo. Kikawaida yeye ambaye ni muumba, kwa sababu muumba anajua kila kitu, kikawaida anatakiwa kujua kila kitu. Lakini anapouliza Kaini Abeli yuko wapi, ni kwa sababu kuna jambo fulani ambalo lilitendeka, labda kwa sababu Kaini alikuwa kila mara akitembea na Abeli pamoja, lakini ikatokea kwamba mbona simuoni Abeli? Abeli yuko wapi? Ndio maana akamuuliza Kaini, mdogo wako ameenda wapi? Lakini jibu ambalo Kaini atamjibu Mungu ni namna gani? Kaini akamjibu, mimi sijui. Kaini anamwambia Mungu, mimi sijui. Yaani Kaini mwenyewe, yeye mwenyewe ambaye alimuua mdogo wake,
yeye mwenyewe ndio alihakikisha kila kitu kimemalizika, lakini anamjibu Mungu, bwana, mimi sijui. Anamdanganya Mungu, aidha yuko sahihi, sijui. Tutaenda kuangalia, tutaenda kuchunguza pamoja. Kaini akamjibu, mimi sijui. Kwa nini anamjibu Mwenyezi Mungu kwamba yeye hajui? Kwa nini anadanganya Yahweh Elohim Shaddai wakati yeye mwenyewe ndiye aliyemuua mdogo wake? Maana yake anajua ni wapi mwili wake upo. Kwa nini aseme, amwambie Mungu mimi sijui? Lakini hapa Mwenyezi Mungu hakuuliza kwamba uko wapi mwili wa nani, wa ndugu yako. Muelewe vizuri eh? Hapa ameuliza yuko wapi Abeli. Sasa ikiwa mtu amefariki na unapenda kujua ni wapi mwili wameweka, au utasema fulani yuko wapi? Yaani hapo itakupatia kwamba picha kwamba huyu mtu bado anaishi, lakini mwili wa fulani uko wapi? Hapo inaeleweka kwamba mtu amefariki huyu tayari. Kwa hiyo Mungu akamuuliza Kaini, yuko wapi Abeli? Hapana, yuko wapi aidha uko wapi mwili wa Abeli? Hapa hili jambo nimeligusa vizuri ili mpenye, kwa sababu baadaye mtaelewa kwa nini haya maneno. Ndio maana nikarudia hapa mara mbili. Kaini hataishia hapo, ataendelea kumwambia Mungu kwamba mimi sijui. Je, mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Yaani mimi ndio maneno anaongea na Mungu alafu mtoto ni kaza anakosa adabu lakini ana haki ya kuongea, kujitetea. Anasema, je, mimi ndiye mlinzi wa ndugu yangu? Mwenyezi Mungu, wewe mwenyewe si unajua mimi, kila mmoja ana maisha yake, ingawa ni mdogo wangu, lakini kuna mara anaweza kaenda huko na huko. Sasa kilichotokea mimi sijui, wakati Kaini anajua kilichotendeka. Yaani anaendelea tu kama vile kumdanganya Mungu na namna, ila Mungu ameshajua ni nini ambacho kimetendeka. Kwa hiyo Mungu ndio maana atasema, Mwenyezi Mungu akasema, umefanya nini? Swali tena narudia, nimefanya nini? Mungu usiseme tu wewe mwenyewe, tayari lazima utakuwa umejua. Umefanya nini? Kwa nini? Damu ya ndugu yako yanililia kutoka udongoni. Hapa swali ni kujiuliza, ikiwa Mungu aliona mwili, aidha Mungu aliona maiti ya Abeli, aidha hakuona mwili wowote ule wa Abeli, wenda Abeli baada ya kuuawa Kaini alimuunguza, akateketeza, yaani Mungu anaangalia hakuna chochote, lakini anasema kwamba bwana, mimi hata kama simuoni Abeli, kuna kitu ambacho nakisikia, yaani damu yake inalia hadi Mungu anasikia namna gani damu ya Abeli inavyolia hadi kwake. Sema ndio maana akamuuliza Kaini, mdogo wako yuko wapi? Hivi ndivyo tunavyosoma gisi maandiko yanavyoandika. Sasa baada ya kuongea hayo, kwa sababu huyu Mwenyezi Mungu alikuwa tayari ameshajua kwamba kitendo alichokifanya huyu Kaini, alimuua mdogo wake, aidha mdogo yake Abeli. Sasa wewe, ndio maana akakasirika, Mungu akampatia sasa laana. Sasa wewe umelaaniwa, hautalima tena ardhi yenye rutuba, ambayo kama kinywa imeipokea damu ya nduguyo uliyemuua. Ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake. Tunasimama hapa ndugu zangu, haya maneno haya, ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake. Ndio maana wakati mnaposoma hata Biblia za kisasa, muwe makini sana na maneno, maana wanaposema hapa ukilima ardhi haitakupatia tena mazao yake, ina maana kuna wakati ambapo mazao alikuwa akiyapata, lakini hapa hata nusu hata punje hatapata. Ndio maana yake. Sasa swali la kujiuliza, atakuwa anakula kitu gani ikiwa hatapata mazao yote? Yaani hakuna chochote ambacho atakula nini? Atakufa njaa, kwa sababu hata alime hata punje Kaini atakula nini? Atakufa njaa. Utakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao maalum duniani. Akaongezea akasema, wewe utakuwa mlala hoi, yaani hauna nyumba, hauna nini, yaani wewe sijui yaani huko unatangatanga tu katika maisha yako duniani. Hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba Kaini akilima ardhi
haitampa tena mazao yake. Hayo tumeyaona, ndio maana tukajiuliza atakula nini? Hatujui. Lakini kuna jambo ambalo Mungu tena ameongea, anasema kwamba Kaini atakuwa mtu wa kutangatanga asiye na makao maalum duniani. Na mimi nawaambia hapa, ndugu zangu, mbele yenu bila kuogopa, kwamba Mwenyezi Mungu alichokiongea amejidanganya sana, maana maneno yake hayakutimia. Huu ni uongo mkubwa sana, na tutawapatia na kidhibitisho kwa nini tunasema ni uongo mkubwa sana. Mimi napenda kuambia kwamba, ndugu zangu, Kaini hakuwahi kuwa mtu wa kutangatanga hata kidogo, na kwamba hatakuwa na makao. Huu ni uongo mkubwa sana. Tutaenda kuonyesha ndani ya Biblia za kisasa katika sura hiyo hiyo ya Mwanzo, sura yake ya 4 mstari wa 17, inasema namna gani? Kaini akalala na mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoki. Kaini akajenga mji, akauita kwa jina la Henoki mwanao. Sasa swali ambalo napenda kuuliza, ikiwa Kaini alijenga mji, atakuwa mtu wa kutangatanga namna gani? Hapa atuongelee kijiji aiza nyumba, yaani amejenga jiji, ni kama vile Dar es Salaam aiza Dodoma, amejenga mji kabisa. Huyu mtu tena atakuwa anatangatanga kwa kutafuta kitu gani tena? Kwanza, ili kwamba ujenge mji unatakiwa utulie, akili itulie vizuri, upige hesabu, unajua kihisabati, unajua kupima vipimo, kila kitu, unajua mambo ya ujenzi, unajua usanifu, kila kitu, yani una akili kweli kweli. Akajenga jiji, alafu Mungu anatuambia kwamba atakuwa mtu wa kutangatanga, atakuwa haiko sawa hizo namna gani? Ndio maana ndugu zangu, wakati mnaposoma Biblia, ingieni kiundani na mtakuja kuona kwamba hakuna uhalisia wa haya mambo wanayoyaongea. Ndio maana nikasema hayo maneno ambayo Mungu ameongea ni uongo mtupu. Haiwezekani mtu ajenge jiji lenyewe. Jiji ndugu zangu, ni jiji hapa tuongelei nani labda nyumba ya nini ya mabati, ni jiji alafu umejenga jiji tena unaenda tangatanga, utakuwa huko sawa hizo namna gani? Hilo haliwezekani. Kwa hiyo ndio maana nawaambia kwamba kuna maneno ambayo Mungu ameyaongea, lakini sio ya ukweli, amedanganya kweli kweli. Na hakuna mtu ambaye atakuja kuniambia utofauti wa hapa. Atakaye kuja kuniambia utofauti atakuwa amepinga hata yenyewe Biblia yenyewe. Kwa hiyo haiwezekani uwe na jiji lenyewe ambao wewe mwenyewe umejenga, alafu tena uwe mtu wa kutangatanga, utakuwa haiwezekani. Sasa kwa hiyo Kaini alizaa mtoto, na ikiwa alizaa mtoto, huyu mtoto alizaliwa wapi? Alikuwa nje tu anatangatanga tu. Mke wake alibeba ujauzito, huyu mwanamke alitoka wapi? Hiyo mada tumeshawahi kuitoa, tumeshawahi kuongelea naye, hatuwezi tukaingia tena kwenye hiyo mada. Sasa tunatoka katika hizo takataka ambazo walituletea wazungu kubadilisha historia. Haya yote mnaona, haya yote ni kwa sababu wakati walipokuwa wanabadilisha historia ya mtu mweusi, ndio maana wanajichanganya. Hata tuandike haraka haraka tu bum 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 bum, wanaandika ya watu weusi. Walijua kwamba tutabaki tu mambumbumbu wajinga hadi mwisho, lakini hawakutambua kwamba utakuja, na walijua, ingawa walipenda kubadilisha, kutakuja mzaliwa wa pili ambaye atakuja kufunua yote, kuongea ukweli wa mambo yote gisi yalivyokuwa. Ndio maana basi tunaingia ndani ya Khalatann Dipsy ili sasa tuwapatie historia halisi gisi ilivyotendeka, mjue ni nini ambacho kilitendeka. Maneno hayo ni nani alizungumza? Je, ni Muumba? Kwa sababu wao wanasema ni Mungu hapa ambaye anaongea hapa. Yaani Mungu wa Biblia yeye sehemu zote yupo, kila sehemu. Utafikiri labda hana hata malaika. Adamu na Eva wanapokula tunda, ni yeye huyo, miguu katika bustani, tup 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 tup. Adamu anasikia fujo, anasema nimekimbia kwa sababu nimesikia Mungu anatembea katika bustani. Hatuko huko. Ndio maana mafundisho haya yatakuwa na vipengele mbalimbali. Kipengele cha kwanza tutaongelea kuhusiana wakati wa mtengano wa Mudiwe na hali inayoonekana, yaani wakati ambapo Mudiwe atafariki. Mudiwe ndiye atakaita Abeli, ndio Mudiwe, ndio jina lake halisi. Wakati ambapo atafariki tuseme, ndio hili ambalo tunaiongea kwanza, alafu mengine yatafuata. Tunaenda katika kitabu cha Ebotedi. Ebotedi ni ndani ya Khalatann Dipsy, unaweza kusema kama vile ni mwanzo tena. Ebotedi sura yake ya kwanza mstari wa 313 hadi 315 inasema hivi: Mutatedi alimtokea Pongise kwa mara nyingine tena na kumwambia. Kuna nukta mbili tunasimama kwanza ili kuelezea wapenda wasiojua ni nini. Mutatedi ni nani? Mutatedi ndiye roho wanasema malaika ni roho anayewaongoza na kuwatawaza wale walioanzishwa.
katika ukweli halisi. Ni roho wa agizo kula vitu. Ni huyu mutatedi ambaye watabadilisha ndani ya Biblia za kisasa, wataita malaika wa Bwana, ndiye ambaye wanamuita Mwenyezi Mungu. Huyu Mungu ambaye anakuja kuongea na nani na nani na Kaini, ndio huyu mutatedi ambaye tunaozungumzia hapa. Wao wanaweka kwamba ni Mungu wakati ni roho tu wa agizo kula vitu. Mutatedi alimtokea Pongise. Pongise ndiye watakaita Kaini kwa mara nyingine tena na kumwambia, kuna nukta mbili, nje obolinyo nikae. Yani hiyo ni lugha ya asili Douala ambayo inamaanisha umefanya nini. Wakati mutatedi anaposema umefanya nini, sio kwamba hajui, anajua na mtaenda kuelewa, anajua. Ne osengadoi, nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi. Nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi. Ndugu zangu, nafsi kuna mabano, inamaanisha wakati wa kuachana kwake na mwili baada ya ufahamu, kabla ya ufahamu usiokuwepo wa izini ya roho wa toba. Hamwezi mkaelewa hapa, tutawaelezea vizuri, mtaelewa. Ya ndugu yako mudiwe kudai kisasi kupitia upatanishi wa siri ya damu yake, yaani roho wa maelezo alikuwepo. Maana yake ni nini? Maana hamuwezi. Ndio maana Biblia kala tambaraza kala tanjimsi, bila kuanzishwa hata usome huwezi ukatoboa kujua vizuri. Lazima upate mafundisho uelewe. Na ndio maana mnasikia hata wakati wa zamani, wakati yule towashi wa Ethiopia alipokuwa na kitabu cha Isaya anasoma, anaeleza hivi, unaelewa kile unachokisoma? Nitaelewa namna gani ikiwa mtu hata nielezea? Ndio maana nikauliza, ikiwa uelewe, kwa nini huko na hicho kitabu? Hatuko hapa. Sasa hapa inamaanisha nini? Maana yake wanasema damu, ndani ya Biblia za kisasa wanasema damu ya Kaini ilikuwa inalia kwa Mwenyezi Mungu ili kwamba apate nini? Alipizwe kisasi, mambo kama haya. Lakini sisi kitu ambacho tutawaambia ni kwamba damu haiwezi kulalamika. Msikilize vizuri, damu haiwezi ikalalamika ili ipate kulipizwa kisasi, haiwezekani. Hata kama wameandika ndani ya Biblia za kisasa, lakini haiwezekani. Bali kuna utofauti kati ya damu na nafsi, ni vitu viwili tofauti. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba damu inawakilisha nafsi, ndivyo wanavyosema kwamba damu inawakilisha nafsi. Lakini wanaposema damu inawakilisha nafsi, damu sio nafsi na nafsi sio damu. Mwelewe vizuri, ili lazima mwelewe, kwa sababu wakisema kwamba nafsi ni damu, Bwana aweza damu ni nafsi, ina maana kwamba hata Mungu naye ana nini? Ana nafsi, ana damu. Unajua kwa nini? Kwa sababu ndani ya Biblia hii ya kisasa wanawaambia kwamba Mungu ana nafsi. Kitabu cha Isaya sura yake ya ngapi? Ya kwanza mstari wa 14. Mnapoenda kwenye tafsiri, kwa mfano neno la uzima za Biblia takatifu, kuna sehemu nyingine wanaandika tofauti, lakini kwenye hii tafsiri ya neno la uzima za Biblia takatifu, Isaya 1:14 inasema namna gani? Sikukuu zenu za mwezi mpya na karamu zenu zilizoamriwa, nafsi yangu yazichukia. Mambo haya yanilemea, nimechoka kuyachukua. Hivyo, kwa hiyo ikiwa watu watakubali kwamba damu ni nafsi, nafsi ni damu, wakubali kwamba hata Mungu naye pia ana damu. Kwa hiyo damu ni damu, nafsi ni nafsi, ndugu zangu, ili kuwapatia tu utofauti wa haya. Sasa tunaendelea na mafundisho yetu. Kwa hiyo mutatedi atamtokea Pongise ambaye wataita Kaini na kumuuliza, umefanya nini? Nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi. Alafu wanakuambia ni wakati wa kuachana kwa mwili wake wa kimwili wa nani? Wa mundiwe wa Abeli. Yaani wa kipindi cha yeye anataka kufariki. Hicho kipindi hicho ndipo malalamiko hayo yalitendeka. Ni nafsi yake, sio damu, hapana, lakini uwakilishi gisi wanavyoongelea. Kwa hiyo wanaonyesha kwamba mutatedi ambaye ni roho wa agizo kula vitu, tuseme kwa mfano amekutokea leo hapo ulipo hapo, tuseme kwa mfano roho wa agizo kula vitu ambaye ni mutatedi ambaye wanasema malaika, anakutokea hapo ulipo hapo tarehe 23 leo mwezi huu wa pili, na saa hizo ambazo unaziona hapo, wewe unafikiri kwamba yeye mutatedi atakuwa katika wakati wako? No, wakati anapokujia kwake ni wakati uliopita tayari, lakini kwako ni muda uliopo, kwa sababu roho za agizo kula vitu ambao wataita malaika, makerubi, hawako chini
ya majira na nyakati za hali hii inayoonekana. Wao wako nje. Kwa hiyo yote ambayo atakuja kukuambia, aweza kukueleza, kwako wewe utakuwa na ufahamu huo huo kwamba amekuja leo. Na ndio maana mimi nikauliza, hivi mnafikiri ukiomba maombi yako, kwa mfano hao wanaojiita Wakristo wanaomba Mungu tusaidie, ikiwa unaomba maombi yako Mungu akusaidie na Mungu amekujibu maombi yako, ni wakati gani ambapo Mungu anakujibu maombi yako? Je, ni wakati huu ambao unaomba ndio Mungu anakujibu, aidha namna gani? Unaona hata hawawezi wakaelewa, kwa sababu ikiwa ni hivyo, ina maana kuna wakati ambapo Mungu atasikiliza kwanza maombi yako, anasema mwanangu ana nani, malaika Gabrieli muende kumsaidia hilo. Katika ulimwengu wa kiroho haya mambo hayapo hivyo. Ndio maana tunapoongea kwamba mambo yote yameshamalizika, hesabu inayojulikana imeshaisha, watu hawawezi wakapenya hili. Shetani mlima bobe, roho mbaya ambayo mnasema kwetu sisi kwa ufahamu wetu yupo, si ndio? Malaika walioanguka wote wapo, demons zinatusumbua wapo, lakini ukiangalia kaka zetu wa kiroho, shetani hayupo tena, amechangamizwa, kila kitu kimeshamalizika, lakini kwa ufahamu wetu bado yupo. Na ni kweli kwa ufahamu wetu kwa wakati ambao tupo, lakini ndio maana mtasoma kitabu cha Ufunuo, inasema namna gani shetani alifungwa miaka 1000, kila kitu ambacho kilitendeka hadi unyakuo, mambo yote yameshamalizika, kwa sababu kaka zetu wao wameshaona mwisho wa kila kitu. Ila shetani yeye mlima bobe, naye pia katika ufahamu wake anaona kwamba labda yupo lakini kwa kaka zake ambao hawakuanguka tayari kimeshamalizika, kila kitu kimemalizika. Ndio maana ukweli tunawaambia kila wakati, kaka zangu, dada zangu, kwamba tunapoongelea kuhusiana na ukweli, sio kwamba labda ukweli utapotea, na uwezo ukapotea. Aidha watu labda wanaweza kufanya jitihada wazuie ukweli usiendelee. Utafanya namna gani ili uzuie ukweli? Hata shetani mlima bobe hana mamlaka, hawezi kuzuia ukweli, kwa sababu kila kitu kimemalizika, hatuko hapo. Kwa hiyo Mutateji atamtokea Pongise ambaye wataita kahini, na atamwambia, nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi ya mundiwe ya mdogo wako. Maana yake wakati ambapo Mutateji alipomtokea Mudiwe, alipomtokea Pongise, Mudiwe alikuwa tayari ameshafariki. Lakini kwa nini Mutateji anasema nasikia? Ni kama vile ni muda huo ambao anaongea naye ndio anaendelea anafariki. Mutateji aweza akasema nilisikia. Hilo haliwezekani. Nilisikia, hilo halipo katika roho za gizo kula vitu. Huu ni usemi wa kitoto, sio usemi wa roho za gizo kula vitu. Maana wao hawako katika wakati uliopita, aidha wakati uliopo, aidha wa ujao. Wako nje na majira na nyakati ambao unaweza ukasema leo, aidha jana, aidha kesho kutwa. Haya mambo hayapo kwa roho za gizo kula vitu, maana kwao wako juu, wameshaona mwanzo na mwisho wa hali hii inayoonekana. Sasa wanapojidhihirisha ni wakati wetu sisi ambao tayari wao. Haya mambo ambayo tunaongea hapa, ikiwa mtaelewa vizuri, leo tuko hapa tarehe hizi, haya mambo mkiingia katika ulimwengu wa kiroho zaidi, yamepita muda wa kutosha sana. Hivi leo ambayo tunaongea hapa, haya mambo tayari yameshamalizika. Kwa sababu roho za gizo kula vitu walijua na wanajua kwamba tutayaongelea. Sitaingia katika hiyo, ile inaweza ikasumbua walio wengi. Sasa nikupenda kusema kwamba Mutateji atakuja, atamwambia Pongise, atamwambia Kaini kwamba nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi ya ndugu yako, ya nafsi ya ndugu yako. Lakini pia tumesoma kwamba kuna mabaya wakati wa kuachana kwake na mwili, kabla ya ufahamu usiokuwepo, kabla ya ufahamu usiokuwepo. Wa izini ya roho wa toba. Maana yake ni nini? Maana yake ni wakati ambapo mundiwe ambapo mtaita Abeli yuko katika kufariki. Sikilizeni kwa makini, mnaelezwa kile ambacho kiko nyuma ya pazia, kilichotendeka na kilichokuwepo pale. Wanawaambia kwamba roho wa toba alikuwepo hapo wakati ambapo yuko katika kufariki. Sikilizeni kwa makini, roho wa toba yuko, lakini yeye hawezi kumuona. Pongise hawezi kumuona. Hapa tunaambiwa na kile kilichokitokea kupitia Kalata Ndimsi, ndiye anayetuelezea ni nini kilichokuwepo. Sasa kwa nini roho wa toba awe pale? Roho wa toba yuko pale, kwa nini atakuwepo? Kwa sababu wakati ambapo Kaini ambaye Pongise alipochukua kisu, kwa sababu alimchinja kweli kweli, ni hivyo, alichukua kisu sio kwamba alichukua kitu akampiga po, no. Gisi alivyofanya kwa mwana kondoo ndivyo kaka yake Kaini ambaye ni Pongise alivyomfanya. Alichukua kisu naye pia akamchinja
kama jinsi alivyochinja, akamchinja kabisa. Hilo mlielewe vizuri, kwa sababu aliingia katika swala la kulipiza kisasi. Haya mafundisho tumeshaongea, hatuwezi tukayagusia tena, inaweza ikachukua muda. Sasa wakati ambapo Mudiwe yuko katika kufariki, zile sekunde za mwisho mwisho zile kabla ya kukata roho, ataona taswira ya yule mwanakondoo ambaye alimuua. Sikilizeni kwa makini. Ataona taswira ya yule mwanakondoo ambaye aliua, na wakati huo huo ndipo Mudiwe atatubu. Wakati huo huo hajafariki. Sikilizeni kwa makini, nani atawaambia haya? Ni muda huo huo ambapo huyu anayeita Abeli anatubu, akatubu moja kwa moja. Ndio maana kuna roho wa toba yuko pale pale, atakuwa muda huu. Kwa hiyo watu waambie, ikiwa kweli kweli Abeli alifariki kule, maana aliua, kikawaida utasema kwamba no, Abeli hana kosa kwa sababu aliua mwanakondoo kwa sababu ampatie Mungu sadaka. Hizo ni takataka za Biblia ambazo wanakuja kutufanya kwamba ni Mungu anaomba sadaka kwa sababu afanye kitu gani? Mwanakondoo ambaye anazungumza tu, wanaongea lugha moja, wako tu marafiki, ni kama vile ni ndugu tu, ni familia. Mtu ambaye unaongea naye lugha moja, sio watu. Tatizo ni kwamba watu wanachukulia wanyama wakati huu labda ndivyo alivyokuwa hapo awali. No, hapa nani mwanakondoo analia namna gani? Si be, sijui kama ni be za mu, sijui analia be. Hayo ndio mambo ambayo tunafikiri kwamba alichukua tu na akachinja, analia be, inaisha. No, walikuwa wanazungumza. Abeli, tunaenda wapi? Si alimuuliza mwanakondoo aliitwa namna gani? Aliitwa Kwaledi, ndio jina lake. Kwaledi ndio jina lake. Tunaenda wapi? Mimi nimetokewa na mtati, amesema kwamba nimtolee yeye wewe sadaka. Nasema Mudiwe, no, hapana. Mtati hawezi akaomba kitu kama hicho kwa mtu. Wanafanya mazungumzo, ni familia. Ikiwa mpendi, yani ikiwa mnapenda kuelewa, ni kwamba wanyama wa kipindi hicho waliohumbwa nao pia ni watu, lakini kwa umbo, kwa namna ya wanyama. Ndio maana katika ulimwengu wa kiroho, agizo kula vitu, kuna wanyama, kuna roho kaka zetu wa kiroho wana umbo la wanyama. Sasa mwe mnafikiri kitu gani? Mnafikiri kitu gani? Sasa kwa hiyo anachukua, anakata shingo. Mwenyezi Mungu amemuomba sadaka, anaunguza. Mungu anasikia harufu inaingia ndani ya mapua ya Mungu, anasema asante, na sadaka ya Abeli iko nzuri sana. Na alikata wanyama wanono. Imeandikwa ndani ya Biblia, Mungu anapenda wanyama wanono. Huu ni uchawi. Muumba ambaye anakula kiumbe chake ni uchawi, anasikia harufu ya kiumbe chake ni uchawi. Kwa nini mnajihisi vibaya wakati mwanamke anapoua mtoto wake tena namla? Simuona ni kitu cha ajabu cha gara. Sasa Mungu anaposikia harufu ya kiumbe ambacho amenani kwamba nichinjie, amuone kama ni kitu ambacho hakipiti, hakiko sawa, ni uchawi. Lakini hapo Wakristo wote wasema na sadaka ya Abeli Mungu alifurahi, alipendezwa naye. Sasa ya Kaini tatizo lilikuwa wapi? Maana Mungu hakupenda sadaka hiyo ya Kaini. Hawakutupatia sababu kwa nini hakupenda sadaka ya Kaini. Wengine wanasema ya imani, labda matunda yake ilikuwa yameoza. Haikuandikwa kwamba yalikuwa yameoza. Haikuwa, labda haikuwa bado haijaiva. Haijaandikwa kwamba ilikuwa hakuna sababu ambayo Mungu alitoa ndani ya Biblia kusema kwamba nimekataa hii sadaka ya Kaini kwa sababu ilikuwa hivi na hivi. Hakuna sababu yoyote ambayo iliwekwa. Lakini watakwambia tu sadaka ya Abeli ilikuwa nzuri, ya Kaini ilikuwa ni mbaya. Ubaya wa sadaka ya Kaini ulikuwa wapi? Hawawezi wakakwambia. Lakini katika ukweli tuwaambia kwamba nyuma alikuwa ni shetani aliyechukua muonekano wa mtatedi, akaja kuwadanganya wamtolee yeye sadaka. Na haya mambo ndivyo yalivyokuwa. Sio kwamba lakini ndani ya Biblia za kisasa ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu mimi nawaambia huyu Mungu ni shetani mwenyewe ndani ya ndio waliokopi humo ndani. Matendo yake ndio wanawaambia, lakini watu hawaoni na hawawezi wakaona haya. Sasa haya yalitendeka. Mudiwe anafariki, lakini roho wa toba alikuwepo, kwa sababu ni wakati huo huo, sekunde hizo hizo, kwa muda mfupi sana, ndipo akaona taswira ya huyu mwana kondoo. Na moja kwa moja akaona kile kitendo alichokifanya kwamba hakufanya kitendo kizuri, alikuwa amedanganya. Ni shetani mwenyewe bali ndanganya, sio kwamba alifanya hivi kwa hiari, sio asili ya Mudiwe ya Abeli, hapana. Na hapo ndipo roho wa toba akakubali msamaha wake. Ni muda huu, kwa sababu yeye mwanakondoo hakuomba kisasi kwamba alipiswe nini. No, alimsamehe mwenyewe, mwanakondoo alimsamehe. Na muda huu ambao tunaongea hapa, muda huu
Huyo mwanakondoo yuko wapi katika agizo kula vitu? Ana mwili kama roho, yani kama malaika mnaweza mkasema, lakini kwa umbo la mwanakondoo, kwa umbo la kondoo, tusemeza mwanakondoo. Watu wanafikiri kwamba ni sisi watu tu ndio tuko muhimu. Mnafikiri wanyama hawataokolewa? Kuna baadhi ya wanyama wataokolewa. Hesabu inayojulikana, wanyama pia watakuwa ndani. Unafikiri wanyama waliumbwa tu kwa sababu tuwale tuwe tuna nini? Tu ni ujanja wetu sisi, makosa yetu, ndio maana tunakula wanyama, ndio maana tumeingia katika ndani ya kula. Lakini wanyama hawakuumbwa kwa sababu watu wao wanakula kwamba ni chakula. No, chakula kilikuwa ni mboga mboga, majani haya, ndio watu walikuwa nakula matunda, ndio hivi ilivyokuwa. Lakini kwa sababu ya uasi ndio tukaanza kula wanyama nini, samaki. Ni vizuri kula, sio kwamba labda tukifanya hivyo nao mnatakiwa kula, ni muhimu. Nyama ya nguruwe bwana ambayo imechomwa. Hatuko huko. Sasa wapendwa, nikupenda kusema kwamba tunaposema kwamba Mdiwe Mutatedi alisema, nasikia sauti ya kulalamika ya nafsi ya ndugu yako Mdiwe kudai kisasi. Msikilize sasa mambo ambayo ni magumu kidogo. Kudai kisasi kupitia upatanishi wa siri ya damu yake. Kuna mabano, roho wa maelezo. Roho wa maelezo alikuwepo. Mnafikiri mambo ambayo tunayafanya, kila kitu ambacho tunakifanya nyuma kuna roho. Sasa iwe roho nzuri aiza roho mbaya, roho wa maelezo alikuwepo. Kwa nini roho wa maelezo alikuwepo? Alikuwepo ili kueleza tukio lote la uuaji ambao Mundiwe alifanya. Maana yake Mundiwe hastahili kuomba kwamba alipizwe kisasi. Hivi sijui kama unaelewa. Kwa hiyo huyo roho ataeleza yeye amesamehewa. Msikilize hiki kitu ambacho kilitendeka. Yeye alisamehewa. Mundiwe alisamehewa kwa kitendo alichokifanya, kumuua mwanakondoo. Lakini yeye msamaha ameupata, lakini yeye anaendelea kudai kwamba na yeye pia alipizwa kisasi. Hivi mnaona kwamba inapita kweli kweli? Iko sawa? Wewe mwenyewe umeua mwenzako, ulidanganya kweli ukamuua, lakini yeye hakuomba kisasi, ukaomba msamaha, ukasamehewa. Sasa namna gani yeye tena anaendelea kuomba kwamba naye pia alipizwa kisasi? Kwa kitu gani? Kwa sababu yeye pia aliua. Mwanakondoo hakuomba kisasi, yeye anapokea msamaha, lakini anapenda tu alipizwa kisasi. Kwa kitu gani? Na ndio maana roho wa maelezo atakuwepo hapo ili kuambia wewe ulifanya hivi na umesamehewa. Kwa nini haya mambo? Lakini hawezi akamuona. Ndio maana roho wa maelezo ataeleza kile kilichotendeka, yuko pale, lakini hawezi wakamuona. Ingawa Mutatedi alijua tayari, alimwambia tena Pongise, yuko wapi Mundiwe ndugu yako? Kuna alama ya kuuliza. Ndani ya Biblia za kisasa tuliwaambia kwamba wakati ambapo Mungu aliuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Yaani kimwili alikuwa anauliza yuko wapi, maana hamuoni. Bali Mutatedi anapoongea na Pongise, anapouliza nani Pongise, hawezi kumuuliza mwili wa ndugu yako uko wapi. Aiza Mudiwe, aiza Abeli, yule ambaye anatembea amejificha, hilo haliwezi likatokea. Atasema yuko wapi Mundiwe ndugu yako? Msikilize majibu gisi atakavyojibu, na mtapenya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu hapa sasa Mutatedi anaanza kufanya mazungumzo ya uanzishwaji, anamwanzisha Pongise kumfunza. Sasa msikiliza ya maneno, mtayapenya vizuri. Sasa Pongise atajibu, ambapo Pongise alijibu nasibi, yani manake sijui. Sikilizeni kwa makini. Hii inaeleweka kwa sababu Mutatedi hakumuuliza Pongise maiti ya mwili wa ndugu yako uko wapi. No, hapa. Kwa sababu nikasema kwamba mtu anapofariki hauwezi ukauliza yuko wapi, utauliza mwili wake uko wapi, yeza mambo kama haya. Yuko wapi Mundiwe ndugu yako? Ambapo Pongise alijibu nasibi, yani sijui. Yuko katika mwelekeo gani wa baada ya uwai? Nasimama kwanza hapo. Yani Pongise anajua kwamba ndogo wake alifariki, yeye ndio alifanya hivi, na alijua kwamba ameenda, yuko katika agizo kula vitu kwa sababu alipata msamaha.
lakini hajui ni katika mwelekeo gani, katika kipimo gani, katika agizo kuu la vitu anapatikana. Maana kuna makao mengi katika agizo kuu la vitu ambayo wataita ufalme wa Mungu, jinsi wanavyoita. Anajua kuna makao ya kutosha, lakini hajui ni katika makao yapi mdogo wake anapatikana. Haya ndio mazungumzo ya uanzishwaji. Hajui, ndio maana akamwambia sijui yuko katika mwelekeo gani wa baada ya uhai. Alafu atamuuliza sasa mtafiti, je, mimi basi ni roho wake mlinzi? Mimi ni roho wake mlinzi? Kwa sababu anajua kwamba mdogo wake analindwa. Hata sote ambao tuko hapa tunapotembea kulingana na neno, tunapata walinzi, kaka zetu wanatulinda. Na wakati ambapo atakapofariki, yule ambaye ni mlinzi wake atajua ni wapi ambapo Pongise Mudiwe ataenda kupelekwa, sehemu gani katika agizo kuu la vitu atajua. Sasa ndio maana atamwambia mtaji, mimi nitajuaje ikiwa yuko katika mwelekeo gani, kipimo gani katika agizo kuu la vitu? Mimi sijui, mimi si roho wake mlinzi. Hichi ndio kitu ambacho anaongea. Pongise alimjibu hivi. Hicho kilikuwa ni kipengele cha kwanza. Sasa kipengele cha pili tutawaonyesha sasa, tutaongea kuhusiana na mwanzo wa hukumu na uhamisho wa Kaini ambaye ni Pongise, na ufunguzi wa mauaji, namna mauaji yalivyoanza katika dunia. Hapa ndipo mtaelewa vizuri na mauaji. Sasa Pongise ataendelea kuongea. Sikilizeni. Wakati alipojibu hivyo, Mutateji ambaye ni roho atamwambia sasa kile kitakachotokea. Ndio hapa sasa adhabu inaingia sasa, atakayopata kama jinsi tulivyosoma ndani ya Biblia za kisasa, lakini uhalisia wake ni huu. Sasa atamwambia sasa Pongise, wasi ambao utaita Afrika za udongo, wasi anakulaani wewe kwa zamu yake, kwa sababu udongo una mamlaka wa kulaani mtu. Watu wanafikiri kwamba ni udongo. Hamjui ni wapi ambapo tupo. Udongo. Wase anakulahani wewe kwa zamu yake. Maana yake anakutangaza kuwa wewe pia ni mhalifu. Mutateji alimwambia, kwa sababu yako mauaji. Sikilizeni sasa, kwa sababu yako kitendo ulichokifanya kwa mdogo wako, mauaji ya kikabila, mauaji ya halaiki, kujihua, na dhabihu za watu zitakuwa za kudumu chini ya jua. Yaani hiki ndio kitu ambacho, ikiwa mnaona matatizo ambayo yapo, vita, watu wanauana nini na nini, huko ndio chimbuko, mlango ulifunguka huko. Sijui kama unaelewa vizuri. Yaani ni kitendo ambacho Kaini alichokifanya cha kumua mdogo wake ndicho kilichofungua mauaji kwa watu. Yaani watu wanauana jinsi mnavyoona kwa wakati huu. Watu wengine wanatoa wengine tambiko, wanasema tambiko, wanaenda kuwatoa kafara watu wengine. Haya mambo yote yapo kwa sababu mlango ulifunguliwa huko na nani? Na huyu ambaye ni Kaini, ni Pongise, kwa kitendo alichokifanya. Kwa hiyo hicho ni kitendo cha kwanza. Hicho ni kitendo cha Pongise ambacho alichokifanya kinachosababisha hivi. Lakini pia mdogo wake pia ambaye ni Mundiwe, ambaye ni Abeli, naye pia alichinja mwanakondoo. Sasa na kitendo hicho pia cha Mundiwe cha kuchinja mwanakondoo kitaleta mambo mengine pia kwa wanyama. Ndio maana kafara za nyama zitatokea, mtu atatoa kwamba anaenda kumpelekea Mungu sadaka. Mambo nafikiri tatizo ni wapi? Tatizo ni ni Mundiwe, ni Abeli. Kitendo cha kwenda kutoa sadaka, na ndio maana watu anaenda kumpelekea Mungu, analeta mwanakondoo, analeta kondoo za mbuzi nini. Haya mambo yote ni kufuru mzima, sio vizuri. Waliofungua mlango wa haya mambo yote ni wenyewe hao wawili, na mambo mengine yakatokea. Ndio maana muda huu unaweza mkajiuliza kwa nini mauaji, mlango ulifunguliwa huko, na ndio maana mnayaona hata kwa wakati huu. Ndio maana kitabu, sikilizeni kwa makini, cha Kutoka, yani Bibusidi, ndani ya Kala Tandemsi, sura yake 12 mstari wa 10 hadi 11 inasema haupaswi kuua kimakusudi. Ndani ya Biblia za Kiswahili inasema usiue, si ndio? Hapo unaambiwa haupaswi kuua kimakusudi. Kuna mabano, msikilize kwa mabano sasa. Kwa maana jamaa wa karibu wa marehemu, yahani mwasiriwa kumradi, ana haki kulingana na sheria ya neno la tete kulipiza kisasi. Tunafunga mabano. Maana yake ni nini? Yaani ukiua mwenzako kimakusudi,
yaani familia ya huyu ambaye umeua wana haki ya kulipiza kisasi cha kuua wewe pia. Hii ndio sheria ya kiroho, na ulimwengu wa kiroho hauna kosa lolote ikiwa umeua kimakusudi. Hata hilo lipo ndani ya Biblia za kisasa. Ukimwaga damu ya mtu, na wewe damu yako itamwagwa hapo hapo. Hiyo ni sheria ya kiroho ambayo ipo, watu wanatakiwa kulielewa hii. Sasa watu wa jamaa ni akina nani? Tutafika, maana wanamalizia kusema hata katika mawazo au kwa maneno, yaani hautakiwi kutamka maneno kwamba nitakuua wewe, nitakuua fulani. Hata kutamka hivyo, ukifanya hivyo, ukiongea hivyo, katika ufahamu mwingine tayari umeua. Sikilizeni kwa makini. Hata kuwa na mawazo kwamba nitamuua mtu fulani, tayari umeshamuua. Katika ufahamu mwingine tayari umeshamuua. Ndio maana tunakatazwa hata katika mawazo kufikiria kusema kwamba nitaua fulani, hata kuongea kwamba wewe nitakuua. Ni vibaya, tayari umeshatimiza hicho kitu. Ni kitendo ambacho umeongea katika ufahamu mwingine, na inakatazwa. Hilo limekatazwa kabisa, ndugu zangu. Sasa maana yake ni nini? Kulingana na sheria ya neno la Tite, ikiwa mtu ameua mtu mwingine kimakusudi, yaani familia aidha jamaa ya karibu ya huyu mtu ambaye amefariki inaweza kulipiza kisasi, na hicho ndio kitu ambacho kilitendeka. Sasa Pongise yeye alipenda kulipiza kisasi kulingana na yule mnyama ambaye mdogo wake ameua. Pongise ambaye wataita Kahini, kitendo cha mdogo wake kuua mwanakondoo kilimkera, na kikawaida haiwezekani na haitakiwi. Kwa hiyo naye akasimama kwenda kufanya nini? Kulipiza kisasi, akamuua mdogo wake. Sasa hicho kitendo ni kibaya kwa Pongisi, kwa sababu yeye hatakiwi. Kweli alikuwa karibu na huyo mnyama, lakini yeye si wa familia yake, si wa jamii yake, si kaka yake. No, ambao wangelifanya hivyo anaweza kuwa ni baba wa huyu mwanakondoo, mama wa huyu mwanakondoo, aidha kaka zake, aidha ndugu zake wa mwanakondoo, ndio wanaweza wakaenda kutimiza hicho kwa Abeli, lakini si Kaini. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri, na hichi ndio kitendo ambacho kilitendeka. Kwa hiyo tuseme kwa mfano leo una mtoto wako, mtu amekuja kimakusudi tu, boom, anamuua mtoto wako. Utafanya namna gani? Utasoma Biblia? Utaingia katika Biblia anasema, Yesu anasema unapopigwa huku mgeuzie. Utafanya nini? Utamletea mtoto mwingine auue tena? N'importe quoi. Anapofanya hivyo kimakusudi, una haki, ikiwa unaweza, na wewe pia kulipiza kisasi, kwa sababu mtoto wako ni wewe mwenyewe, ni mwendelezo wako. Na kiroho hauna dhambi, hauna kosa lolote, ila katika hali inayoonekana haki za watu hapa, utashikwa, utafungwa tu, ni kwa sababu ni haki za watu wasio katika ukweli, lakini kiroho hauna kosa lolote. Hii ni sheria ya kiroho, muelewe hivyo, tofauti na gisi tunavyofikiria. Wewe utakuwa nani? Wewe unajiona tu kwamba unaenda kutoa uhai wa mtu tu hivi hivi. Wewe unajua uhai unatokana na nini? Unapotoa uhai wa mtu, nawe pia hauna haki ya kuishi, umepoteza haki yako ya kuishi. Mtu anaua watu kimakusudi, anaenda kufungwa miaka 20 jela, 30 jela. Kwa kitu gani? Yule ambaye amefariki hana umuhimu, yeye ataendelea kuwa tu katika jela, anakula na wafungwa wenzako. Kuna mara anaweza kupiga story, anafurahia, na yule ambaye amefariki amekufa tu hivyo. Hiyo ni haki ya namna gani? Unapoua mtu kimakusudi, na wewe pia haki yako ya kuishi duniani imeisha, haipo. Ndio maana neno linasema kimakusudi, maana unaweza ukaua mtu bila kukusudia. Hiyo inawezekana, sio kwa namna hii, lakini mtu ambaye amefanya kwa kusudi kumuua mtu mwingine. Mtu yuko na pesa zake, anakuja anamuua kwa sababu anapenda kuchukua pesa zake. Hauna haki ya kuishi na wewe pia. Na hii haki watu wakielewa, hata mauaji yatapungua katika dunia hii. Ikiwa mjue, itafunga milango ya kutosha. Sheria ya Musa watu wanasema imeisha, ipo jicho kwa jicho. Hivi ndivyo ilivyo tu, watu waelewe hili. Hii ni sheria ambayo haiwezi ikabadilika. Kwa hiyo Pongise ambaye ni Kaini hakuheshimu yeye sheria hii, hakuheshimu hata kidogo. Yeye ameenda kufanya tofauti. Sio yeye ambaye alitakiwa kufanya hivyo.
na hili ndio kosa la Pongisi alilofanya. Lakini hasira yake kwelikweli ilikuwa ya ukweli, ilikuwa sawa kabisa kupandwa na hasira kwa kitendo ambacho mdogo wake haitokifanya. Maana watu watafikiri kwamba ni mdogo wake, ikiwa aliua mwanakondoo tatizo yuko wapi? Sasa aende kufanya hivi, umefanya vizuri mdogo wangu wow. No, sio hivyo. Ndio maana tunaenda mstari wa 11 nasema, kwa maana mtu anayefanya hivyo amelaaniwa na amepagawa. Tunarudi sasa katika Ebotedi, kipengele cha 3, chimbuko la woga wa baadhi ya wanyama zidi ya mtu na ujangili. Mnajua ujangili eh? Nafikiri watu wanajua hichi Kiswahili, ujangili, mambo ya kushika wanyama, kufanya hivi, mambo kama haya tutaenda kuelezea. Nyote mtaona watu watakaoenda wataenda kuua kwa mfano tembo ili kuchukua, wanasema pembe, kama pembe za ndovu, vitu kama hivyo. Wanachukua kwa mfano, wanaweza wakaua sokwe ili kuchukua ile mikono, kufanya mambo yao ambao wanapenda. Yes, ndio hivyo. Kwa hiyo wakati huu mnapoona kwamba kuna wanyama ambao wanauawa, wengine wanaua tu kwa sababu ya raha tu, wajifurahishe tu, hakika ni dhambi kubwa sana. Inasema ni dhambi kubwa sana, na watu wanaofanya hivyo watapita kwenye hukumu ikiwa hawajaungama hizo dhambi. Maana saa tatizo la sisi watu tunajiona ni sisi tu. Hili jambo tukilipenya vizuri, hakika litatusaidia sana katika maisha yetu. Tusifikiri kwamba sisi tuko hapa, sisi tu. Kuna wanyama wapo, kuna wadudu wapo, kuna hata samaki wengine wapo, na wao pia. Unapoona hata kadudu kadogo hivi kana roho, kana nafsi tayari, mjue hivi. Hata unapokanyaga unaua, lakini bila kukusudia. Lakini kuna wengine hata mdudu anapita kule, anaenda kule, anaenda kukanyaga, amekufanya nini? Hauwezi ukaona nyoka na unamwacha. Hicho ni kitu kingine, kwa sababu iliandikwa mbwa anapokuja hauna haja kujiuliza namna gani, ni kupiga tu, kwa sababu atafuti kitu kingine. Umeona, hicho ni kitu kingine. Lakini kuna wengine, kwa mfano miselebani nini, tumeshawazi mijusi nini, tulipokuwa bado wadogo, utakuta iko kwenye ukuta, piu, unapiga na manati, unaua, unafurahia. Kwa nini umemuua? Amefanya kitu gani? Kuna wadudu wengine, sisi bado tulikuwa wadogo, weusi hivi, tulikuwa tunachukua kamti, unamchukua unaingiza hapa nyuma hapa ya mgongo hapa, unaingiza hivi, alafu sasa anaanza kufanya sasa tunaenda hiyo, sasa tunaenda tunatembea naye, sasa nimekuwa ni ndege sasa. Haya yote tulifanya hivi kwa ujinga, watoto, lakini ni dhambi, sio vizuri. Tukiomba msamaha tunasamehewa, kwa sababu tulikuwa katika ujinga, sio vizuri. Nao pia wanasikia maumivu. Tusifikiri kwamba labda hata unapochukua kuku waweza jogoo unataka kuchinja, sikiliza vizuri uelewe kwamba nao pia wanajihisi maumivu. Je, tutachinja? Aidha hatutachinja? Mimi tutachinja, lakini kuna namna ya kuchinja. Kwa mfano unapochukua unataka kula nyama ya kuku, waweza nyama ya kuku, wakati wa kuchinja, kwanza, kitu cha kwanza unatakiwa kuhakikisha kisu chako kina makali kabisa. Kuna wengine ambao utakuta anachinja kisu akija, yani unafanya hivi kwenye shingo, hapana, sio vizuri. Kuna wengine wanaweza kuwa na system ya kuchinja kuku, unachukua tu hivi mara moja tu, na imekata hapo. Hivyo kweli itakuwa ni afadhali kuliko ile kufanya digi, sio vizuri. Haya ni mambo ambayo lazima tujue, lazima tutakula nyama, lakini hizo ndio system ambazo tunaombwa, ili kwamba wakati wa kuua pia asiteseke sana. Sisi, mimi najua tulipokuwa bado wadogo, utakuta kuku unakata kidogo hapa hivi, damu inatiririka pale, alafu unamwacha hivi, anaanza kuruka ruka, alafu tunashangilia, tunafurahi. Sio vizuri. Wenzenu nao pia wanajihisi maumivu, ni viumbe pia. Ikiwa unapenda kula, basi kata tu na imalizike, alafu watayarisha, alafu muendelee kula. Mkipenya zaidi sana kuhusiana na wanyama, ndio maana wengine wanasema mimi niko vegetarian. Sili wanyama. Au uko vegetarian, kama unakataa kula nyama, ukatae kufanya mambo mengine tu. Lipstick usiweke, hata viatu vya ngozi usitumie, kwa sababu vimetengenezwa kwa ngozi ya wanyama. Mkanda usiweke kiunoni, hizi pochi ambazo mko nazo mbegi msitumie. Unakataa kula, lakini ngozi unaitumia. Kula nyama sio vibaya, ni vizuri. Kwa hiyo
Haya mambo yote yatatokea, watu watafanya hivyo kwa sababu ya kujifurahisha tu, wajisikie vizuri. Yani wanaona kwamba ni fashion. Ndio maana hapa Ebotedi sura yake ya kwanza sura ya 316 hadi 332 nasema, na kwa sababu ya mundiwe wanyama wote, sikilizeni wanyama wote, kuna mabano, isipokuwa sangwa ngungwa ngando ambayo wataita Behemoth na ekokota ngungwa ngando ambayo wataita Leviatani, kuanzia ndege wa mikoa ya juu hadi reptilia, yani ndege wanaoruka angani, hadi kwenye reptilia, wanyama wa kutambaa chini, na wanyama wote wadogo na wakubwa wanaotembea juu ya ardhi, na samaki wote, kuna mabano, pamoja na viumbe vya umeme. Kuna viumbe vya umeme watapigwa na hofu, wasiwasi mbele ya watu. Unajua kwa nini? Na ndio maana kwa wakati huu unaweza ukasema, watu wasema mimi ni mtu wa Mungu, anaona nani ndege yuko hapo, aidha mnyama yuko pale kidogo, anakimbia, anaenda, anapita, anaona mnyama anakimbia, aidha ndege anakimbia, unajua mimi mbona niko mtu wa Mungu, kwa nini mnyama anapotea, anakimbia, ananikimbia, aidha ndege kwa sababu haya mambo yalitendeka. Watakuwa na woga kwa kitu ambacho Abeli alichokitenda. Wote wataingiwa na woga kuhusiana na hivi, yani wanapoona mtu asema hapa, labda kuna wengine ambao yeye anaweza kapambana na mtu kwa sababu anajua kwamba hapa huyu jamaa atalimaliza, tunajuana. Kwa hiyo ndio maana unaweza ukapita sehemu unaona mnyama na kukimbia za ndege za kitu fulani kinakimbia, sio kwa sababu labda ni kwa sababu haya mambo yalitokea. Yani nyama waliingiwa na hiyo hofu wakati ambapo mjiwe ambayo taita Abeli alipochinja huyo mnyama. Pia watauawa kwa ajili ya enyenge, yani kujifurahisha, na kutolewa kwenye dhabihu za kutisha. Ndio maana mnaona wakati huu watu wanaenda kutoa dhabihu za wanyama, kondoho nini. Haya yote yalitokea kuhusiana na mlango ambao Abeli aliotoa. Kwa hiyo wengi wataua wanyama na kuwatoa dhabihu wakifikiri wanampendeza Tite. Watafikiri kwamba lao wanafanya kwa sababu ni vizuri kwa no. Kwa hiyo ndugu zangu, mauaji ya Pongise kwa mdogo wake na Mudiwe kwa wanyama ndio sababu ya mauaji yote ambayo yanaendelea hadi leo, na hayataisha na hayana muda wa kuisha wakati huu. Hapana. Wengi muda huu wanatengeneza silaha za nyuklia, silaha za kwenda kuangamiza watu wengine, na wanafanya business kabisa. Haya yote ni nini? Mlango ulifunguliwa huku na watu wanaendelea kuuana jinsi wanavyokuwa. Kwa hiyo tunaingia kwenye adhabu sasa na uhamisho wa Pongise. Msikilize sasa. Basi sasa wewe umetiwa katika wazimu. Mutate anamwambia umetiwa katika wazimu wako mwenyewe, kuna mabano, ghadhabu, dhahabu, na kufukuzwa kutoka katika ardhi yenye rutuba nyingi sana, ambayo imefunguka kupokea kutoka mkono wako damu ya ndugu yako mwasirika wako. Ndivyo alivyomwambia. Unapolima udongo, sikiliza anapomwambia, unapolima udongo hautakupa tena rasilimali zake zote. Luba. Na hapa ndipo mtaona utofauti. Ina maana kwamba utalima, lakini udongo hautakupatia tena rasilimali zake zote. Ina maana kwamba kuna kidogo utapata. Ndio maana anaweza kala. Unaona tofauti kati ya hizo takataka ambazo ataishi namna gani? Unapolima udongo hautakupa tena rasilimali zake zote, na hautaunganisha tena nishati yake kwa nguvu zako kama katika siku za zamani. Utafadhaishwa na harakati ya ajabu ya kutokuwa na uhakika, kuna mabano, mabadiliko, machafuko, kutokuwa na utulivu na hofu. Utang'olewa kiroho kutoka kwa chanzo kwa muda unaojulikana kwetu. Wakati huo huo utakuwa mbunifu na mjenzi mkuu wa kwanza wa wakati wote katika historia ya watu baada ya moto na mto, hii chini ya msukumo wa roho wa usanifu. Hapa ndipo wanamwambia Pongise. Waandishi wa Biblia za kisasa watasema namna gani? Hawakupenya haya, hawawezi wakapenya hata kidogo, na ilikuwa kimakusudi ili waje washikwe wezi. Kwa hiyo nyumba ambazo watu watajenga hata kwa wakati huu, sijui magorofa ya hali ya juu, hata wajenge namna gani, hawawezi kufikia jiji alilojenga Pongise. Mwenda kuambia kwamba jiji linawaka kwa taa moja, umeshaliona? Teknolojia ya hali ya juu, na ilikuwa katika umbo la duara. Ndivyo Muledi anavyotuambia. Hilo jiji alilolijenga ilikuwa kwa umbo la duara, yani
teknolojia ya hali ya juu ambayo haijawahi kutokea tena na haitatokea, ndivyo Mnede anatuambia. Kwa sababu baada ya Mutu baba yake na Mutu mama yake, ni Pongise mtu wa tatu kuwa na ujuzi wa ujenzi, kujua namna gani kujenga. Kipengele cha 5, na mnatakiwa kuelewa kwamba Pongise, mnajua maana yake ni nini? Pongise maana yake ni mjenzi, ndio maana yake. Pongise maana yake ni mjenzi, ndio maana ya jina lake, mtu anayejenga, mjenzi. Kipengele cha 5 ni siri ya sababu ya Pongise baada ya mauaji ya mdogo wake, kwa sababu wakati Mutateji atakuwa akiongea naye Pongise, ufahamu wake yeye, mawazo yake polepole sasa yataanza kufanya nini? Yanarudia kwa kitendo alichokifanya. Mazungumzo ya Mutateji yatamrejesha kuona kwamba nilifanya kitu gani, kwa sababu naye pia msifikiri kwamba Pongise alipoua mdogo wake kwamba ni asili yake. No, kuna kitu ambacho kilimsukuma na mtaenda kujua ni nini. Sababu ya Pongise ilipata tena haki zake hatua kwa hatua, kuna mabano, roho wa sababu alikuwapo. Hapo ndipo sasa ufahamu sababu ikaanza kurudi kwa Pongise. Hivi nilifanya hivi kwa nini? Kwa sababu ni Mutateji aliongea naye, akaanza kujua ni nini ambacho kilitokea. Na wakati sababu inapoanza kurudi, ni kwa sababu kuna roho wa sababu aliye pale tayari. Kuna mambo ambayo tunayafanya, tunafikiri kwamba tuko sisi wenyewe, tunafanya mambo tu, tunafikiri tuko sisi wenyewe, hatuoni, lakini kuna mambo mengi yanayotendeka, kwa sababu mauaji ya kikatili dhidi ya Mudiwe ambaye alikuwa ametenda ilijiweka katika ufahamu wake. Kuna mabano, roho wa ufahamu anayejulikana kwa jina la Ndimsi alikuwepo. Laba Kalata Ndimsi, roho wa ufahamu ambaye ni Ndimsi, wakati ambapo Pongise alifanya hivyo alikuwepo. Na huyu sio roho hiki ni kitabu Kalata Ndimsi, ambaye ni roho aliyevuvia haya maneno ambayo tunaongea. Kalata Ndimsi, huyu Ndimsi ndiye aliyemfunulia huyu wanaita Nuhu namna gani ya kujenga ile safina. Ni yeye ndiye aliyemvuvia namna gani anatakiwa kujenga safina, kwa sababu safina, msifikiri kwamba ilikuwa ni kitu ambacho, ilikuwa ni pyramid, kwa umbo la pyramid. Ndani ya Biblia sasa wanawaambia kwamba ilikuwa na ghorofa 3. Ilikuwa tofauti na gisi wanavyofikiri. Na wakati ambapo maji yalipokuja, sio kwamba labda maji yalibeba hivi ikapaa. No, hiyo ilipaa yenyewe kabla ya mvua, ilipaa hadi juu alafu mvua ikanyesha, mambo mengine baadaye tena ikatua. Ni teknolojia ya hali ya juu. Na hivi Ndimsi alimtokea Humse ambaye wataita Nuhu, na hakumuona. Alimpatia tu, alimshauri, alimwambia kile ambacho atafanya bila kumuona hata, na akafanya kitu cha ajabu ambacho tunaweza kaona. Ndio huyu Kalata Ndimsi. Ndimsi mwenyewe, roho wa ufahamu. Ikiwa wewe unajijua kwamba wewe ni wewe, ni kwa sababu roho huyu wa ufahamu yupo. Ndio maana unajijua kwamba wewe ni wewe. Unajiangalia kwenye kioo unasema ni mimi huyu, ni kwa sababu roho huyu wa ufahamu yupo. Kwa hiyo sababu ya Pongise ilianza kurudi kidogo kidogo, kwa sababu Mutateji aliongea naye, ndio sababu ikaanza kurudi. Ndio maana shetani mulima bobe, malaika walioanguka ba mulwa bungulane, wote hawana sababu tena. Sababu ilitoweka kwa sababu roho wa sababu aliwakana. Lakini Pongise ambaye ni Kaini, yeye roho wa sababu hakumkana, hapana. Ndio maana alikuwepo sasa hapa. Na ndio huyu ambaye ni Ndimsi, roho wa ufahamu. Kisha Pongise akamwambia Mutateji hapa sasa, anamwambia baada ya sasa sababu zinaanza kurudi, yani ufahamu umerejea, atamwambia sasa Mutateji, mapenzi ngeni, yani kuna mapenzi geni, kuna mabano yanayokinzana, yanayopingana, yasiyopatana, tunafunga mabano, kwa asili yangu, yani mapenzi geni kwa asili yangu yalikuwa yameongoza mkono wangu, yani ndio yaliyoongoza huu mkono wake ili aende kuua mdogo wake. Kwa hiyo Pongise anatuambia hapa kwamba yeye asili yake si mtu mbaya kama jinsi wanavyoandika ndani ya Biblia za kisasa, mtoto wa shetani, mwana wa shetani. No, asili yake yeye si mtu mbaya. Yaani kuna hali moja ambayo ni ngeni kwake, iliyomtokea, isiyo ya kawaida kwake, ndiyo iliyoongoza mkono wake ili kumuua ndugu yake. Ndivyo anavyotuelezea. Alafu anaendelea kusema, kisha Pongise akamwambia Mutateji, mapenzi ngeni kwa asili yangu yalikuwa yameongoza mkono wangu. Ulijua? Alafu anatoka kidogo, si ulijua?
Anamwambia sasa Mutatedi, hivi haukuwa unajua? Si ulijua? Wakati niliposoma hapa nilicheka sana, nikasema watu wanatafuta sababu kila sehemu. Watu mtu anapofanya kitu, haya wewe ndio ulikuwa sababu, wewe ndio ulifanya hivi. Naye pia wakati ambapo mimi nimedanganywa hapa, wewe Mutatedi, si ulijua hili? Haukuwa naona? Sasa je, uliingilia kati? Hivi ndivyo anavyomwambia Mutatedi. Unafikiri kwamba ungeingilia kati ningefanya hivi? Ningemuua mdogo wangu? Sasa wakati ulipokuwa unaona, kwa nini haukuingilia kati unisaidie ili ni stop nisifanye hicho kitu? Hivi anaona kwamba ana haki ya kuongea hivi. Msikili, mtaona jibu ya Mutatedi, ambapo ndio mtaona kwamba huu ndio uhalisia wenyewe wa maneno. Ulijua na uliacha inichague na kunidanganya. Anamwambia Mutatedi, wewe mwenyewe si ulijua? Kwa nini haukuingilia kati? Ulijua kwamba huyu ni adui ambaye ananitazama, ameshaniona, anakuja kunidanganya. Unaona, nachukua hadi hatua ya kumua mdogo wangu. Unaona na unajua, ukaachilia. Kwa nini? Kwa nini? Yaani anapenda kusema kwamba, anapenda kumwambia Mutatedi kwamba angeingilia kati asingeua mdogo wake. Kwa hiyo anaanza kumpatia nini kosa, anaanza kulisukumia kwa Mutatedi. Wewe si mwenyewe uliona, ulifanya hivi. Ni kama vile Adamu ndani ya Biblia za kisasa alivyomwambia Mungu ndani ya Biblia za kisasa kwamba ni mwanamke uliyenipa, ndiye aliyenipatia tunda nikala. Maana yake ni nini? Maana yake unajua kwamba usingelimweka huyu mwanamke hapo, unafikiri ningekula tunda? Yaani ndivyo Naipongise anavyosema. Wewe mwenyewe si ulijua, na ungeliingilia kati kweli kweli, unafikiri mimi ningefika kwenye hatua ya kuua mdogo wangu? Kwa hiyo Pongise anaanza kumlaumu Mutatedi, naye Mutatedi atamjibu kirahisi tu. Atasema namna gani? Mutatedi akajibu, ulichaguliwa na kudanganywa, kuna mabano, umeduaa, kupotoshwa kwa sababu ya mapenzi yako yanayotokana na hiari yako. Je, sikiliza sasa. Je, ni nini kingetokea kwa siri ya hiari ya kuamua ikiwa roho wa hiari ya kuamua angekuzuia kufurahia haki hii kutoka nje ya uhalisia huu unaoonekana? Ndio swali ambayo anamuuliza. Maana yake ni nini? Mutatedi anaona kwamba shetani amemchagua Pongise kwamba atamgusa. Sasa Mutatedi aje kumzuia moja kwa moja Pongise? Hiari ambayo ya Pongise alionayo ya kuamua kila anachokitaka itakuwa wapi? Ningefikiri kwamba hata ikiwa mtu anapenda kufanya kitu fulani, wewe unaenda kumzuia asifanye kitu fulani, kwa namna moja umezuia hiari yake. Msikilize vizuri haya mambo ya kiroho gisi yalivyo. Umezuia kwa sababu kila mtu ana hiari ya kufanya kile anachokipenda. Wewe unapoenda kusema kwamba na stop, yani moja kwa moja unazuia hiari ya kufanya kile ambacho alipenda kukifanya. Hilo swali mnaweza mkajiuliza pia hata wakati ambapo Eva ndani ya Biblia za kisasa alipokula tunda. Mungu alikuwa anaona, watu walikuwa wanaona. Kwa nini Mungu pia hakumzuia asifanye hivi? Unaona mnafikiri kwamba angezuiliwa asiende kula tunda, mmefikiri kwamba ingeisha hapo? Yaani ile shahuku ingebaki muda wote ndani ya huyu mwanamke, na angekuwa anajilaumu, kwa nini unakatazwa, hamunipendi nini, muda wote, ikiwa mjui siri. Yaani lazima atimize kile anachojihisi ili aone kwamba kumbe ni hivi, ningesikiliza singefanya hili. Ndio haki. Hiari ni kitu kingine ambacho kiko tofauti. Kwa hiyo Pongise yeye aliingia katika mawazo kusema kwamba mimi lazima nilipize kisasi, na kuna roho mbalimbali ambazo zilijitokeza hapo ambao hawezi akafanya tofauti na hivi. Je, anapomwambia Mutatedi kwamba wewe si ulijua, kwa nini hakunikataza? Hivi mnawake kwamba Mutatedi hakumkataza? Je, Mutatedi hakumkataza? Mutatedi alimkataza. Si aliongea naye akamwambia kwamba hey, shetani huyo ndio anafanya hivi, yuko kwenye mlango wako, ufahamu wako naye, jikaze usifanye hivyo. Mutatedi hakumwambia, alimkataza. Sasa alipenda namna gani? Mutatedi atakwambia, lakini hata kushika kwa nguvu, hapana. Atakuachia hiari uamue kile ambacho unakipenda, ila atakwambia no, hiki sio kizuri. Alafu anakuachia hiari yako ufanye kile ambacho unakipenda, kwa sababu mambo ya kiroho sio mambo ya udictate, hapana. Na kitu kingine, yeye Pongise anamlaumu Mutatedi kwamba wewe ulikuwa unajua hivi. Hata yeye mwenyewe Pongise kwa mafundisho ambayo ameshayapata hawezi akafikiri kwamba Mutatedi hawezi akaomba sadaka kama hizo.
Ataenda na matunda wapi? Naye pia hakufikiri kwamba tumia kwanza hata busara na wewe kulingana na mafundisho ambayo umepata. Mimi Mutatidi nitakula matunda niende naye wapi? Hawezi ukanitolea nani sadaka kama hizo. Kwa hiyo naye Mutatidi atamwambia na wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kilitokea. Yeye Pongise yuko pale kumlaumu kama vile Mutatidi hakufanya chochote. Mutatidi alimkataza, alimwambia hacha hivyo. Hata kumjibu, kuna wakati hakumjibu hata kumjibu. Mutatidi aliongea yeye kama vile anaongea, lakini hata kumjibu hakumjibu. Maana alikuwa anapenda kufanya kile tu. Sasa baada ya hapo ameshafanya, Mutatidi ulikuwa unajua. Nilijua mimi nikukataza. Unapenda namna gani? Ningeenda no, haiwezekani. Kwa hiyo ndio hapo mnatakiwa kujua hiari ni kitu gani. Hiari ya kuamua ni kitu gani. Ni tofauti zaidi sana watu gisi wanavyofikiri, sio kwa namna hiyo. Kwa hiyo haya ndio majibu ambayo Mutatidi alimpatia, akasema sasa ikiwa nitaukataza, roho wa hiari pia. Wanafikiri kwamba roho wa hiari naye anaweza kufurahia? Haiwezekani. Roho wa hiari pia yuko pale ili mtu afanye kile ambacho anakipenda. Sasa unapomzuia kwamba asifanye kile ambacho anakipenda, unaharibu kila kitu. Ila kuna mambo mengine ambayo unaweza ukafanya, na ikiwa yatakuletea matatizo na huko katika ukweli, hapo roho za giza kula vitu wanakuja kukusaidia, kukutetea ili kwamba usiingie katika hayo matatizo. Hilo lipo. Hayo mambo yapo. Lazima watu waelewe vizuri. Kwa hiyo Mutatidi alimtokea, alimwambia, aliongea naye, na ni kweli alijua kila kitu ambacho kilitendeka, lakini hawezi akaenda kumshika kwa nguvu. No, usifanye hivi. No, hapana. Umepewa mafundisho, na ndio maana tuko hapa. Tunaambiwa usitende dhambi, usifanye hivi. Lakini walio wengi si wanatenda tu. Wanatenda tu. Hivi tutasema kwamba kwa nini ulimwengu wa kiroho haunikatazi mimi nisitende dhambi? Wewe mwenyewe unajua kwamba sio vizuri. Unapoenda kwenye nani lakini nilifanya vile kwa sababu ya fulani. No, hakuna swala la kutafuta dadi sababu mtu fulani ndio alifanya hivi ndio maana nilifanya hivi. No, hapana. Kwa wakati huu mahususi, jukumu, kuna mabano, wajibu, nafasi, mahali uliopewa kwa sasa halina telezo. Yani hakuna mwingine ambaye anaweza akachukua nafasi hiyo ya kufanya hicho kitendo. Yani shetani amekuona wewe kupitia mapenzi ya hiari yako utatimiza hicho. Kwa hiyo wewe unapenda kitu gani? Wewe peke yako lazima kuanzia sasa utatimiza, yani kutekeleza kile ambacho lazima kitimizwe, yani kutekelezwa kama mwana mkubwa wa moto na moto. Yani wewe ndiye uliochaguliwa kufanya hivi, kwa sababu shetani mwenyewe bwana anajua kwa nini anakutafuta. Alimwambia Mutatidi. Sasa baada ya Mutatidi kumwambia yote, Pongise atajibu, atasema hapa katika hali ya kimwili ya anguko ninatambua kwa hofu kwamba maisha yote yanatishwa na shetani mudima bubero mbaya. Kwa hiyo nimetambua kweli kweli kwamba maisha yote, yani uhai, yani viumbe vyote viko chini ya usumbufu wa huyu shetani mudima bubero. Ndivyo shetani Pongise anasema. Hapo ndipo sasa Pongise anatambua ubaya, namna gani shetani alivyo mbaya kweli kweli. Hapo ndipo anatambua vile kusema huyu jamaa kumbe anatisha tena zaidi sana. Pongise alimwambia Mutatidi, uzito wa kosa langu ni mkubwa mno kuweza kubebwa katika hali yangu kama mtu wa hali inayoonekana. Akasema kumbe kweli kweli mimi najua kwamba hili tatizo hili ni ngumu kwangu. Yani ni mzigo kweli kweli mzito, nitaubeba namna gani? Tazama, leo unanifukuza mbali na moto na mto, na pia kutoka mbele ya macho ya dada zangu, na pia mbali na udongo unaolimwa sana, na nijinyime uwepo wako, alama ya kuuliza. Hapo sasa ndipo Pongise anaingia katika ufahamu mwingine. Pongise yeye alitakiwa kuondolewa hapo. Mnajua kwa nini Pongise alifukuzwa? Msifikiri kwamba alifukuzwa kwa ubaya, hapana. Ni vizuri zaidi sana kitendo kama hiki alichokifanya Pongise. Sio vizuri abaki pale, maana watakapokuwa wakimuona ndugu zake, useme dada zake, mama yake, yani wataona tu kile kitendo cha uhalifu alichokifanya. Sijui kama unaelewa. Ndio maana alitakiwa kutengwa kwenda sehemu ili kwamba angalau watu hamjawahi kuona hilo. Mtu anaweza akafanya kosa fulani, alafu anaondolewa, anaweza akafanya miaka huko, alafu anarejea, afadhali hasira ya watu weza wengine wanaweza kuwa yani wengine wanasahau na wengine. Hichi ndio kitendo ambacho mnatakiwa kukielewa. Kwa hiyo alitakiwa kuondolewa hapo katika lengo hilo kwamba atakapoonekana, yani nikavi itakumbusha kile kitendo ambacho alichokifanya tu.
kwa mdogo wake, kwa sababu wote hawakufurahia jinsi alivyomuua mdogo wake. Hiyo mnielewa? Kwa hiyo ndio maana alitakiwa kuondolewa. Sasa kuna mambo ambayo ataongea, na haya mambo ambayo ataongea ni muhimu sana ndugu zangu kuyapenya vizuri. Ndio maana kipengele cha 6 tutaongelea kuhusiana na hofu ya Pongise na ishara ya ulinzi wa Mutatiti. Hofu yake itakuwa namna gani? Pongise yeye alielewa kwamba ikiwa kweli kweli atajitenga na moto, kwamba ataenda mbali na baba yake na mama yake moto, hilo anaweza kavumilia, anaweza kastahimili, anaweza kasema afadhali, hakuna shida. Lakini kitendo cha kunyimwa uwepo wa Mutatiti ina maana kwamba ulinzi wa Mutatiti hautakuwa pamoja naye. Hicho ndio kitendo ambacho sema no, Mutatiti, hiki ni kitu ambacho siwezi nikaweza. Mnajua kwa nini? Ataleta sababu, mtajua kwa nini. Hiki kitendo siwezi nikaweza, maana anajua kwamba ni hatari ambayo ataipata baadaye. Hivi ikiwa ulimwengu wa kiroho hauko pamoja na wewe, ni nini kitakupata? Si ni ulimwengu wa giza la kichawi ndio utakusumbua? Msikilize sasa kitu ambacho atasema. Mutatiti akimwacha, ina maana kwamba roho zote za giza kula vitu zinamwacha, haziko nyuma yake, hazina, yani hakuna ulinzi wowote kutoka ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho unamwacha. Sasa ulinzi hautakuwepo, hivyo atakuwa chakula cha nani? Cha ulimwengu wa giza la kichawi, kwa sababu hana ulinzi. Yani anakuwa ni chakula kweli kweli cha ulimwengu wa giza la kichawi. Na tunaposema hivi tunaona nani? Shetani, mlima pombe na malaika walioanguka. Demoni zilikuwa bado hazijakuwepo wakati huu, zilikuwa bado hazijazaliwa. Lakini pia kuna aina zingine za viumbe ambavyo ni hatari kwake yeye. Alisema hivyo. Ndio maana ndio Biblia za kisasa wataandika namna gani? Yeyote atakaye niona labda ataniua. Yeyote ndio nani? Aha, mtaenda kuona, mtaelewa sasa ufunuo mwingine ambao uko hapa. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba Adamu na Eva walizaa watoto, wakazaa Kaini na Abeli. Si ndio? Kaini akamuua nani? Akamuua Abeli. Kukabaki nani? Kukabaki yeye Kaini, Adamu na Eva. Watu watatu. Sasa Mwenyezi Mungu anamfukuza. Yeye anasema kwamba yeyote atakaye mkuta kule anaweza kamuua. Huyo yeyote ndio nani? Huyo yeyote ndio nani tena? Kwa sababu familia yake ni watu wawili ambao wamebaki na yeye ndio watatu. Huyo yeyote atakaye mkuta ni nani? Ana ambaye anaweza kamuua. Je, kuna wengine ambao walikuwa tayari wameshaanza kuishi kule? Watu wanaweza kajiuliza, kwa sababu mke wake alimpata wapi? Ndani ya Biblia waweze wakawambia mke wa Kaini alitoka wapi. Mada hiyo ipo, tumeshaongelea. Sasa yeyote atakaye mkuta ni nani ambaye anaweza kumkuta? Ni nani ambaye anaweza kumuua? Hapa sasa msikilize kile ambacho kipo. Kwa hiyo basi, ikiwa Njom ndio nani? Yaani Njom ndio yule nyoka mkubwa, dragon aliyemdanganya mama yake, ndio anaitwa kwa jina la Njom. Ni nyoka no, jina lake ni Njom. Na Jalatane mwenza wake, mke wa yule joka aliyemdanganya mwanamke wa kwanza, mke wake anaitwa Jalatane. Alikuwa na mke. Nyewe mnafikiri kwamba mambo yalikuwa namna gani? Alikuwa na mke wake anaitwa kwa jina la Jalatane. Hiki ndio kitu ambacho Pongise anasema sasa, kile ambacho kinaweza kikamtokea huko baadaye, baada ya kukosa ulinzi na kufukuzwa. Sasa hapo ndio maana anaomba afanye kitu gani, kwa sababu ameona tayari hatari inaingia. Kwa hiyo basi, ikiwa Njom yule nyoka kubwa dragon na Jalatane mwenza wake, wakiwemo wazao wake, kuna mabano, wanyama wote wakali. Kwa hiyo ndani ya Biblia za kisasa wanaweza kusema kwamba wanyama wakali labda ambao wanaweza kumshika, yani ni wazawa wa nyoka huyu waliyemdanganya Eva, ni wazawa wake. Sababu wazawa wake pia walifukuzwa, yani tuseme nyoka huyo na mke wake, nyoka huyo na mke wake nyoka huyo na mke wake watu walifukuzwa. Mtajiuliza kwa nini nani mke wake alifukuzwa? Kwa sababu mke wake pia wa huyo nyoka dragon alikuwa katika njama, alikubali kile kitendo cha mume wake, kukubali shetani mlima bobe kuingia ili kwenda kumdanganya, naye pia alisupport hayo mawazo, ndio maana alifukuzwa.
na mnatakiwa kuelewa kwamba aliyefukuza nyoka kutoka, huyo joka dragon kutoka kati ya wanyama ni moto mwenyewe, ni moto ndiye aliyemfukuza. Baada ya kumdanganya mto na walipoanguka, moto ndiye aliyemfukuza huyo nyoka dragon kutoka kati ya wanyama. Mwelewe hili. Na wakati alipotoka alienda na mke wake Jalatani, ndipo wakazaa watoto huko. Sasa ndio hao wanyama wanaotisha ambao wameandikwa sijui kama ndani ya Biblia, ndio wanaoongelewa kwamba sasa wale wanyama ambao ni wakali wakimkuta ni watoto sasa wao. Ni huyo Njom ambaye ni nyoka mwenyewe, alikuwepo hadi muda huo na mke wake pamoja na watoto wake wazao, wakimkuta Pongise hawawezi wakamwacha, watamuua. Mwelewe vizuri mambo ya kiroho gisi alivyo. Hicho ndio kitu ambacho Pongise alisema kwamba Mutatedi, huu ulinzi mimi nikiukosa kwa sababu hao wako sasa, nikikutana nao nani atanitetea? Mimi nimemalizika, nimefariki, siwezi. Ndio maana ili kosa ili ambayo ni kweli ni kubwa, lakini kutoka ikiwa moto hayupo hakuna shida, lakini tena wewe Mutatedi, uwepo wako usiwe pamoja nami, nimeisha. Huu ulinzi nitaupata wapi? Haya ndio mazungumzo ambayo anayezungumza na Mutatedi. Kwa hiyo basi, ikiwa Njom yule nyoka mkubwa dragon na Jalatane mwenza wake, wakiwemo wazao wa kwa mabano wanyama wote wakali au shetani mudimabobe rombai na abamululumabungulane malaika walioanguka, wakinipata wataweza kuniua ikiwa hawataona tena ishara ya ulinzi wako kutoka katika agizo kula vitu karibu nami. Hicho ndio kitu ambacho Pongise anasema. Ikiwa wataona tena ile ishara ya ulinzi hauko pamoja nami, watanimaliza, wataniua. Hicho ndio kitu ambacho Pongise alikuwa anaogopa, ndugu zangu. Sasa kwa hiyo basi ikiwa Njom Mutatedi anajibu, ikiwa Njom yule nyoka mkubwa dragon na Jalatani mwenza wake, wakiwemo wazawa wake, yani wanyama wote wakali au shetani mudimabobero mbaya na abamulumabungulani malaika walioanguka, wakinipata wataweza kuniua ikiwa wataona tena ishara ya ulinzi wako kutoka katika agizo kula vitu karibu nami. Huyu alikuwa ni nani? Alikuwa ni Pongise. Sasa Mutatedi alimwambia Pongise, Njom nyoka mkubwa dragon na Jalatani mwenza wake pamoja na uzao wake kwa mabano wanyama wote wakali ambao watataka kukufanya utoweke kuna mabano, kukuangamiza, tunafunga mabano, kwa hiari kutoka katika hali inayoonekana, au shetani mudimabobero mbaya na abamulumabungulane malaika walioanguka katika malipo yake, ambaye pia atataka kukuangamiza kutoka kwa uhalisia kwa sababu ya uovu wa shetani mudimabobero mbaya na nyoka dragoni ambao walifanya kuzalisha kitendo chako chungu. Wakati hawa watataka kukuhukumu kuna mabano, kulaumu kutoka kwa mtazamo wa maadili au wa kimwili. Mutatedi anaanza msikilize kwa makini. Mutatedi anaanza kugusa vitu viwili, kuna maadili na kuna mwili, kwa sababu kitendo ambacho Pongise alichokifanya sio kizuri, kilibaki katika ufahamu wake. Sasa ikiwa demon zilikuwa bado hazijakuwepo, shetani mudimabobero na malaika walioanguka, ikiwa watajaribu kukulahumu kuhusiana na kitendo ulichokifanya, ndicho anachouambia. Kwa sababu anaweza kumwambia kwamba wewe hiyo dhambi ambayo umeifanya unafikiri unasamehewa? Hakuna msamaha mwingine, inaweza kumharibu, labda anaingia hata katika hali ya kupenda kujiua, mambo kama, ingawa haingetokea. Kwa hiyo ikiwa watafikia katika hiyo hatua hata ya kulahumu kutoka kwa mtazamo wa maadili au wa kimwili, watasumbuliwa mara 7 zaidi, watasumbuliwa mara 7 zaidi na mudima bekokisedi, chini ya macho ya kutoboa ya roho wa hekima, roho wa utambuzi, roho wa sayansi, roho wa kutafakari, roho wa akili, roho wa nguvu na roho wa haki. Tunafunga kwanza hapa. Ndani ya Biblia za kisasa watawambia kwamba Mungu atasema kwamba atakayemuua wewe, atakayemuua Kaini atalipizwa mara 7. Hawawezi wakawaeleza ni nini kilicho nyuma, hawawezi wakajua. Yani wanapenda kuambia kwamba, yani ikiwa hao wote ambao tumetaja, malaika walioanguka,
Shetani Mulima Be, huyo nyoka na mke wake na uzao wake, wakitaka kukula, yani kukusumbua kuhusiana na hili, aweza kukuangamiza, yani watachanganyikiwa hata mara 7. Hiyo mara 7 maana yake ni nini? Yani kuna roho 7 zilizo nyuma, na hizi roho ni roho 7 zilizokuwa kwenye mwanzo wa uumbaji. Sasa hizo roho, kuna roho, kwa mfano tumesoma hapa, kuna roho wa hekima. Yaani watataka, ikiwa watajaribu kupenda kuondoa hekima kwa Pongise, huyo roho huyo wa hekima atasimama ili kuwapinga. Ikiwa ni kuhusiana na mambo ya sayansi ya ujenzi, roho wa sayansi atasimama, atawapinga, hatakubaliana na wao. Ndio maana hapa wanasema wakati hao watataka kukula humu kutoka kwa mtazamo wa maadili au wa kimwili, watasumbuliwa mara 7 zaidi na Mudima Bekokisidi, ni roho wa adhabu chini ya macho ya kutoboa, ya mtazamo wa kutoboa ya roho wa hekima, roho wa utambuzi 2 hao, roho wa sayansi 3 hao, roho wa kutafakari 4, roho wa akili 5, roho wa nguvu 6, na roho wa haki. Roho 7 zenye nguvu za agizo kula vitu, zilizoanza kwenye uumbaji wa hali inayoonekana kutembea juu ya maji ya kwanza zaidi ya kitambaa, yani ya pazia kubwa. Haya mambo tutayajua na Biblia. Mungu ameniambia, na hakuna swala Mungu ameniambia hapa. Huu ni uhalisia tu wa mambo ambayo yalipo. Kwa hiyo huu ndio tofauti wa kile ambacho walikuja kusema hatalipizwa mara 7. Mara 7 ni kitu gani? Kuna roho za agizo kula vitu 7 wako hapo, wakitaka kumsumbua kwa hili, ni wao wenyewe ndio watakuwa hapo ili kuhakikisha kwamba hasisumbuliwi. Kwa sababu mkisoma vizuri imeandikwa namna gani, Mwenyezi Mungu anasema namna gani bila za kisasa, atakaye kuua wewe Kaini atalipizwa mara 7. Na basi Mwenyezi Mungu akamtia Kaini alama ya tahadhari, ili yeyote atakayemwona azimuue. Tutaingia hapo. Waandishi wa Biblia, mnaelewa kwamba waliona kwamba ikiwa Mungu amemweka Kaini alama kwamba asiwepo na mtu yeyote wa kumuua yeye Kaini, ikiwa ni hivyo, inamaanisha kwamba hadi muda huu Kaini anaishi. Hiyo mnafikiri kwamba wao hawana, walifikiri hapa. Ndio maana mtasoma ndani ya Biblia za kisasa wataonyesha kwamba Kaini alifariki. Maana walijua kwamba wakisubutu kuweka kwamba Kaini alikufa, wataenda, hawajui huko mbele itakuwa namna gani. Ndio maana msome, kuna Kaini, hawataandika kwamba Kaini alifariki. Hata Eva hawakuandika kwamba Eva alifariki. Mnajua kwa nini hawaandiki hata Eva? Kwa sababu kuna Biblia, sijui ni kitabu cha Mwanzo 3:20, sijui, sikumbuki vizuri, wanasema kwamba Eva ndiye mama wa walio hai. Eva ndiyo mama wa walio hai wote. Sasa ikiwa yeye ni mama wa walio hai, namna gani mama wa walio hai yeye anaweza akafariki? Ndio maana wawezi wakaweka kwamba Eva pia alifariki, lakini Adamu alifariki. Ndivyo wanavyoandika kitabu cha Mwanzo, Adamu alifariki. Kwa nini Eva hawakuandika kwamba alifariki? Mnaona hawa, yani nawaambia ndugu zangu, wizi ni kitu kibaya sana, na unapoiva kitu, unaposhikwa, hakika inauma sana. Kwa hiyo maana hicho ndio kitendo ambacho hawakuongelea kifo cha Kaini ndani, kwa sababu wanajua kwamba Mwenyezi Mungu alimweka alama yote ile na hakuna mtu ambaye anatakiwa kumuua. Sasa waje kuambia kwamba kuna mtu ambaye alimuua, watakuwa wamepinga Mungu wao tayari. Ndio maana wakaacha, tusiingie katika hilo, tukajiingiza katika matatizo baadaye. Wakajiachia, hawakuendelea ili kuonyesha kwamba kifo chake kilikuwa namna gani. Lakini sisi tumeshawafunulia namna gani alivyofariki. Tulionyesha namna gani alivyofariki. Kwa hiyo Mutateji alimwambia Pongise, njom, nyoka kubwa dragon na Jalatane mwenza wake pamoja na uzao wake, kuna mabano wanyama wote wakali ambao watataka kukufanya utoweke, yani kukuangamiza kwa hiari kutoka katika hali inayoonekana, au shetani Mulima Bobera mbaya na babu Roma Bungulane, malaika walioanguka katika malipo yake, ambaye pia atataka kukuangamiza kutoka kwa uhalisia kwa sababu ya uovu wa shetani Mulima Bobera mbaya na nyoka dragoni, ambao walifanya kuzalisha kitendo cha chungu. Wakati hawa watataka kukuhukumu, aweza kukulaumu,
kutoka kwa mtazamo wa mahadiri au wa kimwili watasumbuliwa mara 7 zaidi na Mudima Bekokisedi, chini ya mtazamo wa kutoboa wa roho wa hekima, roho wa utambuzi, roho wa sayansi, roho wa kutafakari, roho wa akili, roho wa nguvu na roho wa haki. Kuna mabano roho 7 zenye nguvu za agizo kula vitu zilizoanza kwenye uumbaji wa hali inayoonekana kutembea juu ya maji ya kwanza zaidi ya pazia kuu. Kwa hiyo ndio maana tunaona roho hizo 7 ambazo wanasema kwamba Kaini atalipizwa mara 7. Hizo ni roho 7 ambazo ziko nyuma, sio kwa namna gisi wao wanavyoeleza. Tenda kumalizia, kisha Mutatedi akaweka juu ya Pongise alama ya ulinzi wa kiroho inayotokana na agizo kuu la vitu. Kuna mabano muhuri wa ulinzi unaojulikana na roho. Kwa hiyo mimi siujui, ninyi hamwezi mkaujua, Muledi anaujua, lakini inabaki siri. Ni muhuri wa namna gani? Ili kwamba yeyote aliyeanguka, yani malaika walioanguka na shetani mlimabobe, wala mnyama mkali, yani kuhusiana na wale watoto wa yule nyoka na nyoka mwenyewe na mke wake, ambaye angezaliwa katika siku zijazo, hata yeyote yule ambaye aza watakaozaliwa baadaye, ambaye angekuja kumpata, yani kumpata nani? Kaini, aza Pongise angeweza kumzuri kwa yale. Yani maana yake ni nini? Tutaenda kuambia. Kisha Pongise akasogea mbali na uso wa Mutatedi na kukaa kwenye eneo la ajabu sana lililofunikwa, lililoeleweka, la bara la wasi au minyangadu kabla ya mgawanyiko wa vipande vya bara. Maana yake ni kwamba ndugu zangu, hakuna mtu angelimuua Kaini kimakusudi. Unaweza kumuua, lakini si kwa kukusudia. Hilo haliwezekani. Na hivyo ndivyo hata kifo chake kilikuwa hivyo, aliuawa, lakini aliyemuua hakukusudia kumuua. Luba anaendelea kujitukuza.